الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ilikuwa tueleza juzi kuhusiana na mambo ya udhu, tukawa tunaeleza fadhila za kutawadha, na leo tutaingia katika nukta hiyo hiyo tukifika kwenye hapo ba anasema wa minha, na miongoni mwa fadhila za kutawadha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema man tawadda, mwenye kutawadha, fa ahsana alwudhu'a, kisha akafanya vizuri katika kutawadha kwake, asema kharajat khatayahu min jasadihi, Allah subhanahu wa ta'ala humtoa yale madhambi kutoka kwenye mwili wake. Yani unapotawadha vizuri, udhu ule wa Mtume, sio kubambana, ukaenda kutawadha vizuri kwa umakinifu, ukaanza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kharajat khatayahu, madhambi yako hutoka wakati ukitawadha, min jasadihi, kutoka kwenye mwili wake, hatta takhruja min tahta adfarihi, yanatoka yale madhambi mpaka yanatoka kupitia chini ya kucha zake, madhambi yote unayo ulionayo. Kwa hivyo hii ni fadhila kubwa. Muislamu hatakiwi kuwa mbali na udhu, mbali na kutawadha wakati wa ibada ya swala. Kutawadha tu mwenyewe ukajisema mimi najiweka kwenye utahara, ile jambo tukufu na jambo zuri ambalo Muislamu anatakiwa nalo kuwa nalo. Jim asema wa minha, na miongoni mwa hizo fadhila za kutawadha asema qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna ummati, hakika umma wangu, yud'auna yawma al-qiyama, wataitwa siku ya kiyama, ghurran muhajjalina min athari al-wudu, wataitwa siku ya kiyama ummatu Muhammad, watakuwa wako na alama, yani wanang'ara, muhajjalina min athari al-wudu, yani zile sehemu unazotawadha siku ya kiyama zitakuwa zina athari, zinaonesha alama kwamba huyu alikuwa ni mtu mwenye kuswali. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema faman istata'a minkum, yoyote miongoni mwenu anayeweza, ayutila bughatuhu, kurefusha sehemu zake za kutawadha, falyamal, basi afanye. Wal ghurra, Sheikh rahimahullah ta'ala na tafsiri asema wal ghurra, na neno ghurra katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam maana yake ghuslu, ni kuosha, mazada ala fardhi wajhi, ni kuosha katika zile sehemu ambazo zimezidi kwenye ufaradhi wa kuosha uso. Tumeelewana vizuri? Min atrafi nasiya, kuanzia kwenye ncha ya utosi wake, wal udhuni, na masikio, wa ba'di al-unuqi, na baadhi ya shingo. Sio kuosha huko, hapa tu inatosha. Kwa hivyo hii ndio ghurra, yani unazidisha katika zile sehemu za kutawadhia. Watahjilu, neno muhajjalina kwenye hiyo hadithi anasema watahjilu maanahu ghaslu ma zada ala al-fardhi min al-yadi wal-rijli, ni mtu kuosha sehemu ile ya kutawadhia katika miguu na mikono, katika zile sehemu za faradhi, sababu faradhi ni paka sehemu ya kwenye kongo mbili za mikono ma'al-mirfaqain, lakini ukazidisha inaitwa muhajjalin, na kwenye miguu mpaka kwenye kaabain ukizidisha inaitwa muhajjalin. Kwa hivyo katika sunna ni mtu kupenda kuzidisha katika sehemu yake ya kutawadha. Na kile tuko pamoja hapo. Naam, je. Sasa sema utamaliza hiyo baadaye. Asema arkanul wudhu wa faraidu, nguzo za udhu na faradhi zake, nguzo za kutawadha na faradhi zake. Asema Sheikh al-maqsud bi arkani al-wudu wa faraidi, makusudio ya nguzo za kutawadha na faradhi zake, al-umuru allati, ni mambo ambayo kwamba tatakawanu minha haqiqatul wudu, kwa ajili hiyo, yani tukizungumzia nguzo na faradhi za wudu ni mambo ambayo kwamba kwa kupitia mambo hayo tatakawanu minha, inakuwa kupitia mambo hayo haqiqatul wudu, uhakika wa kutawadha, uhakika wa wudu. Kwa hivyo mtu akitawadha akipata zile nguzo ndio anafikia katika kuhakikisha kutawadha kwake.
akifuata zile faraid, zile furudhi za kutawadha, ndio anafika kwenye ule uhakika wake. Bihaithu, kwa namna idha takhallafa shay'un minha, kwa kukhalifiana au kwa kupatia kitu miongoni mwao. Kalwudhui, kana alwudhu batila, basi udhu utakuwa ni wenye kubatilika. Yani zile nguzo za kutawadha na zile arkani zake, yani zile faradhi zake, lao utafanya kitu kingine mbali na hivyo, kuna uwezekano ikawa wewe waenda kuharibu ule udhu. Wala yutaddu bihi shar'a, na wala hautahesabikana kwamba wewe umetawadha kisheria. Kwa mathala, mfano idha lam yughsil alwajh inda alwudu, kama mtu ataosha uso katika kutawadha, mtu asioshe uso, utasema mimi bana kutawadha kwangu sitaosha uso, wacha nitatawadha kichwa na masikio na mengineo kauka uso. Kana alwudu ghaira sahih, udhu wakati huo utakuwa sahihi au utakuwa sahihi, kwa sababu kuosha uso ni moja katika fardhi, ni moja katika nguzo za kutawadha. Haitakiwi mtu awe atakimbia kuosha uso. Wala tasihu salatu, wala tasihu bihi salatu, wala sala haitusihi, wala sala haitusihi. Wa ilayka bayanu arkani alwudu wa faraiduhu, ni juu yako tukubainishie faradhi na nguzo za udhu. Nafikiri tuzitaje hizi faradhi na nguzo za udhu kwa haraka, pamoja na kwamba time imekwisha. Asema al-fardhu al-awwal, faradhi ya kwanza katika faradhi za udhu. Asema an-niyya, ni mtu kutia nia. Faradhi ya kwanza katika kutawadha, niyya, ni mtu kutia nia. Na nia maana yake nini? Al-qasd, kukusudia jambo. Al-qasd, kukusudia jambo, ndio maana ya nia. Je, kusema nawaitu kadha kadha kadha, pia ni nia? Tafahamiana, ile pia ni nia, lakini la yuqsadu dhalika inda sharia, hatukusudii hivyo katika sharia. Wastilahan, na kisheria, kisheria maana nia qasdu shay'in muqtarinan bi fi'lihi, ni mtu kukusudia jambo pamoja na kuunganisha lile lilokusudia kwa kile kitendo. Wa mahalluha alqalb, na sehemu ya nia ni moyoni. Na angalia ajabul ajaib, wengi katika watu katika mashehe zetu huku Mombasa au Kenya kwa ujumla, huwa wanasema lazima nia utamke, lazima nia utamke. Hasa mashehe wa kitarika wanasema lazima nia utamke. Lakini angalia, huyu ni mmoja katika wanawachuoni wakubwa, Muhammad Sayyid Tantawi ni mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa kitarika, manake alikuwa ni mufti wa chuo kikuu cha Azhar Sharif. Lakini yeye pia msimamo wake anasema ya kwamba wa mahallu alqalbu, mahali pa kutoa nia ni wapi? Ni moyoni. Nia mahali pake ni moyoni. Kisha wa dalilu fardhiyatiha, akasema dalili ya kuonesha kwamba nia ni faradhi ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema innamal a'malu binniyat, hakika amali zote zazingatiwa nini? Nia. Ukitaka kuswali lazima utie nia, ukitaka kutoa sadaka ni nia, ukitaka kufunga ni nia, ukitaka kwenda hija ni nia. Lazima kila ibada anayoifanya Muislamu lazima iwe na nia. Kafahamiana? Lakini nia mahali kwake ni wapi? Ni katika moyo. An-niyatu mahalluha fil qalbi, nia mahali pake ni katika moyo. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat, hakika amali huzingatiwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kila mtu analo alionuia. Tafahamiana? Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema wakati alipokuwa anataka kugura kwenda Madina. Ikawa miongoni mwa watu wanaogura kutoka Maka kwenda Madina, wengine walikuwa wanagura kwa malengo yao. Miongoni wao walikuwa wengine wanagura kwa sababu ya mwanamke, wengine wanagura kwa sababu ya biashara. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno haya, innamal a'malu binniyat, hakika amali huzingatiwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kila mtu analo alilolinuia. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kama mtu anagura kwenda sehemu nyingine kwa sababu ya dunia ataipata. Waman kanat hijratuhu liimra'atin yankihuha, ama kama mtu alikuwa anagura kwa sababu ya mwanamke huko ende akamwoa, basi atakwenda taoa.
fahijratu ila ma hajara ile, kila mtu atalipwa kulingana na kile alichokidiria. Kwa hivyo kwenye sala lazima nia iweko, ni moja katika nguzo za sala. Ukitaka kutawadha lazima utie nia. Tafahamiana? Na nia, makusudio yako nini? Ni wewe kukusudia kwamba mimi nalifanya jambo hili kwa ajili ya Allah. Ndani ya moyo wako, mimi naswali kwa ajili ya Allah, mimi natawadha kuifanyia ibada kwa ajili ya Allah, mimi nafunga kwa kutafuta radhi za Allah. Wala hakuna lazima kwamba wewe ikifika wakati wa swala useme nawaitu kadha kadha kadha. Hayo ni katika masaili ambayo hayajapokewa wala sio katika sunna, lakini wewe ukiiweka ndani ya roho yako, basi itakuwa nia yako ishafanya nini? Ishathibiti. Kwa hivyo faradhi za udhu ya kwanza kabisa ni nia. Faradhi ya kwanza ni nini? Ni nia. Kwa hivyo tutasimamia hapo inshallah.